Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu mti wenye kutibu maradhi ya bawasiri, hasa kwa wakina mama na wakina baba. Bawasiri ni kinyama ambacho huwa kinatokea katika sehemu ya haja kubwa, katika lile tundu lake. Ile kinyama kikitoka, mtu anapohitaji kwenda haja kubwa anakuwa anasikia maumivu makali sana, na kuna wakati inampelekea paka mtu kutokwa na damu katika sehemu za haja kubwa. Sawa Na pia dawa hii inatibu kinyama kwa mwanamke ambaye ametoka katika sehemu zake za siri za mbele. Pale kwa bibi, kinyama kinatoka alafu anapata maumivu makali sana, hata kushiriki tendo la ndoa anakuwa anashindwa. Na hasa ni hatari sana kwa mwanamke ambaye tayari ni mjamzito, akatoka kile kinyama kwa mbele kwa bibi pale, akawa anasikia maumivu makali sana. Mara nyingi ikitokeaga hivyo, basi nampelekea mwanamke kushindwa kujifungua na anaenda kujifungua kwa operation. Sawa Lakini sasa leo nakuletea dawa mujarab kwa ajili ya kuondosha hiyo changamoto. Sawa Je, ni mti upi ambao unaozungumzia hapa wenye kutibu bawasiri kwa mwanamke na kwa mwanaume na kuondosha kinyama katika uke wa mwanamke? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Unaona hapa, huu ni mti unayefahamika kwa jina la mtindi. Mti huu kwa yule mtu mwenye shida ambayo nimeielezea hapo, wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama, koga maji yako safi, chukua udhu, njoo katika mti huu, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, mimi na maradhi kadha wa kadha. Haya maradhi sifahamu yanatokana na nini, aidha ni maradhi ya kishetani na ya kichawi au ni maradhi tu ya mtihani ambao umenipatia, basi nakuomba Mwenyezi Mungu, huu mtihani naomba uniondoshe. Sawa Utakuja katika mti huu ukiwa na kijiti cha mti wa mbaazi. Sawa Kile kijiti utakichonga kama ambavyo unaona hapa, hiki kijiti kilivyochongwa hapa. Sawa Kitakuwa kimechongoka kile kijiti cha mbaazi. Kama una mgonjwa mmoja, unakuja katika mti huu wa mtindi, unafukua ule mzizi. Unapokuwa umeona mzizi ndio uko hapa, utachukua kijiti chako cha mbaazi, utakigonga katika ule mti wa nini, katika ule mzizi wa mti wa mtindi utakigonga. Sawa Kama una mgonjwa mmoja. Kama una wagonjwa 4 5, utachonga vijiti vya mbaazi 5, utakuja kugonga tena hapa katika mzizi wa mtindi, utagonga tena hapa, utagonga tena hapa, kisha utakata hapa kizizi kimoja, utakuja tena kwenye kijiti kile cha mbaazi, utakata kijiti kimoja. Kama una wagonjwa 4 utakata kijiti, kama una wagonjwa 10 ndivyo utakavyofanya. Kwa hiyo kama una mgonjwa mmoja utakata hiki, au kama ndio mgonjwa mhusika utakata tu kijiti chako kimoja hapa na hapa, utaondoka na hiki kijiti kikiwa kimenasiana. Kwa mfano huu ndio uwe mzizi wa mti wa mtindi. Sawa Na hiki ndio kijiti cha mbaazi. Kwa hiyo utabeba hiki kama kilivyo hivi, utachukua katika sufuria yako, utaenda kuinjika pamoja na maji, utachemsha pamoja na huu mzizi. Wakati umechemsha, ukimaliza unachomoa mzizi wa mbaazi hivi kwa pamoja, unakaa hivi, unamimina dawa yako, unakunywa. Hakika kama ulifungwa kiuchawi, ulifungwa kimajini, ulifungwa kishetani, kwa yule mwanamke ambaye ni mjamzito asijifungue salama na kile kinyama kimetokea, ukifanya muendelezo kutwa mara 3, hautochukua siku 4, utapona kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama ulikuwa unasumbuka na maradhi ya bawasiri kwa wewe mwanamke au mwanaume, basi ile bawasiri itakuwa ni yenye kutoweka. Mti huu una mambo mengi sana wa mtindi kama unavyoona hapa. Haya magome yake haya ni, ukichukua magome yake pamoja na hivi miba vyake, ukavitwanga ukapata usembe, ukazindika katika pande kuu za 4 za nyumba yako na katikati ya eneo lako, basi hakika ni kinga. Mchawi hataweza kuingia wala mtu mbaya katika nyumba yako, ataingia kwa adabu. Sawa Na pia ukijifanyia kinga, kujichanja katika paji lako la uso, basi utakuwa una kinga ya watu wabaya, watakuwa hawawezi kukudhuru. Mti huu una mambo mengi sana, lakini leo naomba uridhike na elimu hii ambayo nimekupatia Daktari Musa. Kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alakinijalia uzima na afya njema, nitakuja kuelezea kwa kirefu zaidi. Sawa Kama
Unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.